taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama Kefibi Mkatoliki yenye ukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku. Masomo ya misa Jumatano, juma la pili katika kipindi cha kawaida. Somo katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura 17, mstari wa 32, 33, 37, kisha 40 hadi 51. Siku zile Daudi alimwambia Sauli, asivujike moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu, maana mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Lakini Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea huyu Mfilisti na kupigana naye, maana yu kijana bado, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akaendelea kusema, Bwana aliyeniokoa katika makucha ya simba na dubu, ataniokoa pia na mkono wa huyu Mfilisti. Sauli akamjibu Daudi, nenda, na Bwana atakuwa pamoja nawe. Daudi akaichukua fimbo yake mkononi na akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wake wa kichungaji. Akalitoa kobeo lake mkononi, akamwendea Mfilisti. Naye Mfilisti akitanguliwa na mtumishi wake, akamsogelea Daudi zaidi na zaidi. Mfilisti yule akamtazama Daudi kwa makini, akamdharau, kwa maana alikuwa ni mtu kijana tu, mwekundu na mwenye sura nzuri. Mfilisti akamwambia, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Kisha Mfilisti akamwapiza Daudi kwa miungu yake, na akamwambia Daudi, njoo kwangu huku, nami nitawapa nyama yako ndege wa angani na wanyama wa porini. Naye Daudi akamjibu Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga, mkuki na sagai, lakini mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli aliyowatukana. Leo Bwana atakutoa mikononi mwangu, nami nitakupiga, nitakuua na kukukata kichwa. Leo hii nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini mzoga wa maiti yako na mizoga ya maiti za Wafilisti, ili dunia nzima wajue ya kuwa kuna Mungu katika Israeli. Nao umati wote huo watajua kuwa Bwana haokoi kwa upanga au kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Mfilisti akatoka hapo na kumwendea Daudi kwa karibu, naye Daudi akatoka mbio jeshini ili kukutana na Mfilisti. Daudi akautia mkono wake katika mkoba wake, akatoa humo jiwe moja na akalitupa kwa kobeo lake, akampiga Mfilisti kwenye paji la uso, na jiwe hilo likamuingia pajini mwa uso wake, akaanguka kifundifundi. Hivyo Daudi akamshinda Mfilisti kwa kombeo na jiwe, na kumuua bila kuchukua upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akauchomoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamuua na kumkata kichwa. Wafilisti walipoona shujaa wao wamekufa, wakakimbia. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 144 mstari wa kwanza, wa pili, 9 hadi 10. Kiitikio: atukuzwe Bwana mwamba wangu. Atukuzwe Bwana mwamba wangu. Atukuzwe Bwana mwamba wangu, aipaye mikono yangu mazoezi kwa ajili ya vita, na vidole vyangu kwa ajili ya kupigana.
Atukuzwe Bwana mwamba wangu, muhisani wangu na boma langu, ngome yangu na mwokozi wangu, ngao yangu ninayemkimbilia, anayetiisha watu chini yangu. Atukuzwe Bwana mwamba wangu. Mungu, nitakuibia wimbo mpya, nitakupigia kinumbi cha nyuzi 10. Ndiwe uwapao wafalme ushindi, ulimwopoa Daudi mtumishi wako na upanga hatari. Atukuzwe Bwana mwamba wangu. Yesu alitangaza injili ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na maradhi ya watu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako Bwana. Marko sura ya 3 mstari wa 1 hadi 6. Wakati ule Yesu aliingia tena katika sinagogi. Humo alikuwamo mtu mwenye mkono uliopooza. Wakaangalia waone kama atamponya siku ya Sabato, wapate kumshtaki. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, simama mbele yetu. Kisha akawauliza, je, ni halali kutenda mema siku ya Sabato au kutenda mabaya, kuyaokoa maisha au kuyaangamiza? Lakini wakanyamaza. Akiisha kuwakazia macho pande zote kwa hasira, huku akihuzunishwa sana kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, alimwambia yule mtu, unyoshe mkono wako. Naye akaunyosha, mkono wake ukawa mzima tena. Mafarisayo wakatoka, wakaanza mara kushauriana na Waherodi dhidi yake, jinsi ya kumwangamiza. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo.